Ngine tena ni mimi hapa Brenda Kangai. Mimi ni msichana wa Mlima Kenya. I'm a political analyst and I'll be vying for the Nairobi County Woman Representative 2027. So today I'm looking at President William Ruto's US visit, and I'll be doing more content of this in the next 3 weeks. 3 weeks vile ataenda hii wiki yote kurudi, we'll just be analyzing and see what's the impact of that historic tour. So first of all, let me say that trip ikienda Ulaya si trip ya UDA. There is nothing like the government of UDA. It is the government of Kenya. Serikali ya wa Kenya. Yes, I know most of the people will say that huku mchagua si serikali yenu. Yes, it is my constitution right not to vote for Ruto but say the government of Kenya, because serikali ni yetu sisi wa Kenya. 47 million of Kenyans, regardless of where we come from, tukitoa tribe zetu, gender yetu, sisi wote ni wa Kenya. But what I want to say is that the president, I expected him to use ndege ya Kenya Airways. And one of the main reason is that Kenya Airways ndio ndege tu tuko nayo kama wa Kenya, yenye ni the pride of Africa, yenye inatumwa na Afrika wengi, and most tourists wakitoka Ulaya wanatumianga Kenya Airways. So let me just ask, if our president cannot promote our product which is Kenya Airways, ni nani tuna expect zaidi atoke mahali popote mahali atatoka akuje promote our own product? Honestly, I've been hearing Mr. William Ruto speaking of buy Kenya, build Kenya. What are we building? If you, Mr. President, you cannot use Kenya Airways, ni nini hiyo yenye utakuwa na build? Itakuwa na build nikibai na naijenga yenye wewe mwenyewe hautaki kubuild. Honestly, it's an abomination and it's a shame to Kenyans that sisi tunachanga ushuru, tuko na ndege yetu yenye tumenunua na pesa yetu yenye tumetengeneza hapa Kenya, alafu uende kwa nchi ya Mwarabu ukampromote kwa kuchukua ndege. Honestly, it is not right, it is not good, and as a Kenyan I feel embarrassed. It is not even something to talk about. The US trip is good, yes, it's an economic maybe trip, itakuja kutusaidia in future, sijui kama tutambua the benefit or not, but let's bring sense that the president of Kenya is a product of Kenya, and the first product the president must promote is a Kenyan product. Mimi sijawahi ona William Ruto ameingia kwa Bata, kwa duka yoyote hapa Nairobi, akasema mimi president wenu, hapa ndipo natoanga kiatu, hapa ndipo natoanga socks. Be an example. You want Kenyans to buy Kenyan product. Are you buying them yourself? In several instances, I have seen His Excellency Raila Amolo Odinga going somewhere along Kenyatta Market, anakula chakula yetu hapa Kenya. Yani anajivunia kukuwa Mkenya. But when you tuko now, they don't care. They just promote other countries because they feel those countries are more worth, maybe better than Kenyan product. Let me talk about Kenya Airways. Angekuwa anatumia ndege ya Kenya Airways kwenda US with the crew na hawa watu wote wameenda na wao, I think they would have used approximately 50 million. And kwenda na kurudi, let's say 50 million. And let me say that hiyo ndege wametoa Dubai imetumia 200 million. If ndege imetumia milioni 200 na hapa ingetumia 150 million, so tungesave around 150k, which hata angetumia aseme leo wa Kenya jinjoini mwezi nimetoa subsidy ya mafuta ya kupika, nimetoa subsidy ya hii kitu. The same president mwenye anatufinyilia kuendelea ndege ya 200 million is the same person anatuambia ana pesa, kiatu imemfinya and we must pay more taxes. Is the same person. Huyo mtu mwenye anatumia ushuru ya Wakenya vibaya is the same person. Every day when we question about taxes of the basic commodity,
He openly says, mimi sina pesa, mimi sina do. So hauna pesa, hiyo 200 million ya kuwaya jet inatoka wapi? Mr. Ruto, at the end of the day, become a serious Kenyans. Think about Kenyans, get concerned about them. Usifanye vitu tuonange kama ni kiburi na kama unaturingia, ile hali sisi tunateseka. It is so painful. Mimi nikisimama kwa duka ninunue vitu za dhao, nilikuwa nimelipa taksi ya 300, but by 300